niwapongeze sana sana TAKUKURU mkoa wa Iringa, mnafanya kazi kubwa, tuwapigie makofi. Hii tuko sasa warsha, nadhani wiki hii ni ya pili. Kwa kweli ni jambo ambalo salamu hizi inabidi zimfikie mkuu wa TAKUKURU taifa, kaka yetu Afande Chalamila. Mkoa wa Iringa wanafanya kazi kubwa sana. Tunapoelimisha, tunakuwa tumewapa watu elimu kabla ya kuingia kwenye mtego na kuchukuliwa hatua. Sasa wenzetu wanapotuonyesha ile mianya, manake wanatujali na wanatuambia, jamani, maeneo haya msipokuwa makini, safari inayofuata haitakuwa tena kuelimisha, itakuwa sasa ni kuchukuliwa hatua. Na kama mnavyoelewa taratibu za TAKUKURU, wanachunguza, wanaweka ushahidi, wanapeleka mahakamani. Sasa mahakamani huko yanayotokea ni mengi. Kuna wengine wanafungwa, kuna wengine kwenye kufungwa huko wanapoteza kazi, wengine kwa hiyo inaharibu maisha kabisa. Kwa kuna wengine ni uzembe tu wa kutojua, kuna wengine ni makusudi. Sasa kwa wale ambao ni uzembe wa kutojua, hii elimu na kukumbushana ni muhimu sana, ili baadaye mtu asije akasema sikuambiwa. Ulinzi wa vyanzo vya maji, hili ni muhimu sana jamani. Bila kutunza vyanzo vya maji, huko mbele tutaingia kwenye matatizo makubwa. Ndio maana mnaona maeneo yote tunalalamika, maeneo yote tumekuwa makini sana. Mmeona hata Ruaha maji yamepungua sana, kwa sababu utunzaji wa vyanzo vya maji bado ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo utunzaji pamoja na miundombinu ya maji ni wajibu wa kila mwananchi na sio wa serikali pekee. Hii inasaidia sana nyinyi mnapokuwa mbele kabisa kuhakikisha mnapambana na kuona mbinu gani nzuri za kufanya wananchi waweze kuwa sehemu ya utunzaji wa vyanzo vyetu vya maji. Lakini pili, kama ambavyo leo mtapitishwa hapa, kuzingatia sheria na miongozo. Timu hizi za uendeshaji za CBUSO ni muhimu sana kufuata sheria, taratibu na miongozo iliyowekwa na RUWASA ili kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi na unaweza kuwa na nia njema kabisa, lakini kama hatutafuata sheria na miongozo, maana yake unajikuta umeingia kwenye mtego wa kuwa umevunja sheria na kanuni. Na kama tulikuwa tumesema kwamba yule anayeonekana amevunja sheria ni rahisi sana kuchukuliwa hatua, lakini unaweza kukuta ulikuwa na nia njema, unasema bwana, hapa nimeona tu kuna kitu cha kununua pale, lakini nimeona nitoe tu hela, lakini nilikuwa na nia njema sana, lakini haijafuata taratibu za manunuzi. Tuko hapa kwa ajili ya washa kufuatia uchambuzi tulioufanya juu ya utekelezaji na usimamizi wa vyombo vya watumia maji CBUSO. Na lengo la kufanya washa hii ni baada ya kufanya ule uchambuzi na kuona kuna sehemu ambazo haziendi sawa. Kwa nini tulifanya uchambuzi? Tulifanya uchambuzi kwa sababu tuliona ukusanyaji wa mapato wa CBUSO hauko vizuri, jambo ambalo linapelekea wao kushindwa kufanya matengenezo au kufanya ukarabati wa miundombinu ya vyombo vya maji. Kwa hiyo sisi tukafanya huo uchambuzi ambao sasa tumekuja kwenye hii washa kutoa matokeo ya ule uchambuzi ambao tumeufanya, ili tuwashirikishe wenzetu kama wadau ambao ni wasimamizi na baadhi ni watumiaji wa maji, waone ni nini au ni namna gani wanaweza wakaziba ile mianya ambayo sisi tumeigundua kwenye ule uchambuzi ambao tumeufanya. Na kikubwa ni kwenye sehemu ya mapato ya watumiaji maji na ule ukarabati wa vyombo vya maji. Na tumefanya huu uchambuzi mkubwa kwa sababu tunataka jamii inufaike na maji. Na kama mnavyojua kauli mbiu ya serikali kwamba kila jamii, kila Mtanzania, kila mwananchi anatakiwa apate maji safi na salama. Kwa hiyo tunawashukuru wenzetu wa TAKUKURU kwa ajili ya washa hii, kwa sababu
wao sasa katika majukumu yao ya kuelimisha, kuzuia na kupambana na rushwa, sisi ni watoa huduma. Katika kutoa huduma tunakutana na wananchi, tunakutana na wadau mbalimbali katika kazi za kila siku. Kwa hiyo tunawashukuru wenzetu wa TAKUKURU kwa ajili ya kutuandalia hii warsha, kwa sababu itaenda kutusaidia kutukumbusha wajibu wetu katika jamii, lakini wajibu wetu katika utoaji wa huduma za maji zilizo bora zaidi kwa wananchi. Watatukumbusha na kutuelekeza nini, maeneo yapi yana changamoto, maeneo yapi tuyafanyie kazi, ili mwisho wa siku wananchi hawa ambao tunahudumia kwenye mkoa wetu wa Iringa waweze kupata huduma nzuri sawa sawa na serikali ilivyokusudia. Tupo hapa na watu wa TAKUKURU kwa maana ya kuendelea kusimamia swala la maji juu ya utoaji huduma kwa wananchi, kuona jinsi gani kama huduma inatolewa katika haki. Kwa hiyo na sisi kama viongozi jambo hili tumelipokea kwa maana ya kuendelea kutujengea uwezo jinsi gani tuendelee kuwasaidia wananchi hawa katika haki.